Hello guys, it's Mungai Eve. Niko hapa, niko na Sergeant Nyakundi, niko na vijana wengine hapa wasanii na wengine wanafanya vitu zingine kadhaa. Niko na Manoti, ni comedian. Yeah. Manoti ni msanii. Ni msanii. Mbona nakuita comedian? Unakaa kwa comedian lakini pengine uko na hiyo talent venye huja discover. Anyway, mko poa? Corona imekaa mkiasi kafanya ile kitu. Kwanza unajua mimi nimegrow mtaa. Yeah, okay. Namba 8. Namba 8 hapa Kibich ndio nimegrow. Hii ndio ilikuwa place yetu sasa ya kuswim. Bukompara roni nini. Ati kuswim? Ilikuwa. Aje iko wapi mto? Unajua kuswim lazima matakataka zimejaza hapo. Sasa ilikuwa swim yetu moja hatari sana. Mvua ikinyesha hivyo, ni raha kwetu. So takataka zimefanya watoto hapa hawezi enjoy hiyo raha. Sasa tukiwa watu wasaini wa Indo nini hizo Weetabix hawezi jua Bukompara roni. Na wanapelekwa swim. Wanapelekwa swim every weekend na mazao zao. Okay, hebu tuambie Sergeant, ilikuwaje ukaweza kufika kwenye Churchill? Unajua si rahisi. Churchill imekuwa ni safari. Churchill imekuwa ni safari juu tulianzanga tene. Tulianza tukiwa shule. Nakumbuka audition ya kwanza nilienda Churchill nikiwa form 1. And then unajua ukiwa shule haungeweza perform pale. So ndio ukiwa shule. So nilikuwa naepa shule naenda audition. Juu mimi nimesoma hapa mtaa shule ndo Soweto. So kuvuka tu hapo Lang'ata Carnival ni dakika 2 tu. So unaenda unaulizwa uko form unadanganya au somi lakini wewe ni mjinga ufikiri umekaa na uniform audition. Unaona? Unasema usomi ndio umekuja na uniform. Umekaa mpaka na uniform. So nikaandikiwa barua. Nikaambiwa barua sifungue. So ndo nikaleta shule nikapatia Prince. Prince akaniambia barua inasema usiwahi toka shule uende rehearsal Churchill. But siku give up. Okay. Yaani wewe ni mloya unapa barua huwezi fungua. Mtu afungwanga alafu unafunga tena. Sasa unajua mimi nilijua ni zile za jumaandikwa Love Industry. Nikajua hii saa labda ni ya kupelekea ule mwalimu inasema Humphrey atakuwa anaendelea kwenda audition. Ndio shule sasa nitambue. Kumbe ilikuwa ya kusema tukipata kijana hapa audition tunamfunga. Na nikafungiwa hivyo shule sasa. Baada tu close up. Tulikimbizana na hiyo staff. Bado uliendelea kwenda ama uliacha kabla shule? Niliendelea juu yangu kuanzia 2010. Nilienda kuanzia 20 ilikuwa 29. Juu mimi nimechop na boy kuanzia class 2 mpaka form 4. Boy wangu sana huyu nimemcoach ball. Nimekuwa coach wake, nimekuwa mpaka coach. Hawa kina Virusumbani mwa coach ball. Huyu pia alikuwa goalkeeper wangu. Huyu alikuwa PS yangu. Nilikuwa mpaka na PS mtaa. Wow. Mimi nilikuwa nilianza kuinvest nikiwa hapa mtaani hapa PS2 nini. Okay, experience yako hapo Churchill imekuwa aje so far? Experience Churchill imekuwa poa sana. Imekuwa poa na imekuwa hard. Like kuanzia 2009 nimeperform 2016. Ndio niliperform. Hizo miaka zote ulikuwa kidu. 2015 niliperform mingi and then hakuna msalichekanga. So mtu akiperform lazima mcheke. Niliingia hivi stage alafu mistari zikapotea. Sijaiona wase wengi hivyo. So mistari zikapotea. So kitu yenye nilisemanga hapa ya maana sana niliambianga audience pia mimi naimbanga. Then mpaka viatu zangu zikasweat. Lakini hiyo time sasa sikuwa ndo Sergeant Nyakundi. Nilikuwa naitwa MC Obi. Sasa ndio tukakam nikaekwa bado probation ya academy nini. Nikaanza kuiva. So after hapa nikaenda Jalango with money. Actually mso wa kwanza kuniweka kwa TV ni Eric Omondi. Yeye ndo aliniweka kwa TV akakam nikafanya zile vitu zake zile. Akaniweka kwa TV. Hapo sasa ndo Jalango pia akanicheki. Akanitanga Jalango with money. Ukipiga ile show yenye bado hayuko Jalango alikuwa anakuambianga like hii show hujapiga poa. Geusha hii show upige hivi, piga hii show hivi, fanya hivi na hivi. Ani marafiki zetu. Afanda habari zenyu? Mimi naogopa polisi. Sasa unajua ni majuni wangu. Hebu hata oneshe, unajua. Afande mko poa? Mimi naogopa polisi. Hadi sasa hii nishaanza kusweta. Sasa unajua wale umevaa mbio. Sasa unajua wale ni majuni yangu. Jumi ni sergeant. Alafu wale ni makoplo wanashika. Ni siku ya kwanza kupatana na polisi Kibera, sijaiona. Makarao ni wase wapoa. Actually leo ndo nimepatana na Karava uniform.
mtaa inakuanga ni makarao wamepiga civilian. Sisi sasa hadi tunaishingi na maploti na makarao kwa ploti na ujuangi ni karao. Hadi nakombanga omena. Ukipika omena mpika sukuma kama nakuwa. Hivi ndo tumegrow na wasi hapa hivi. But ni maboys wangu. Wamekaa kuangalia kama niko save. So nataka umeishia. Sikia sergeant. Mwenye anajichocha. Actually hata nikitravelingi usiku wanaka mingi wewe una travel usiku na corona. Mu travelingi. Sasa tuseme nimeenda Bomet. Mimi utravel na yeye. Wanakaa penye niko, nafungua kioo, naambia ni aje afande. Sergeant Nyakundi hapa. Waulizi ni nani? Wanaishi. Wakiuliza naambia Sergeant Nyakundi wa Lang'ata Barracks. Sasa najua ni KDF na cross. So msali nipatianga ile morali ya stage alikuwa ni Jalango. Jalango anakuwa kama mingi ananiambia leo hujaperform poa. Leo umeperform hivi. Leo umeperform hivi. Yes. Poa poa. Sinkid. Sasa hivi. Sana mko kaita. Nakuja hivyo. Kuna msamuumia nini? Wapi? So najua L7 representing. Kaka niko bie. Niko fresh. Kuna msanii wetu nimemwona hadi Chashilo. Nafahamu na mfollow pale. Kabisa. Sinkid L7, si ndio? Sawa Sinkid. Tutapiga naye ngoma. Sawa nakaa. Nani yako la bongo moja ngoma? Fresh. Ama aje Sinkid? Tutapanga. Si ndio? Ni aje? Fiti sana. Kobie. Boss umekula gadi hapo. Sawa. Tunimwambia Mzito nataka poshedi. Mwambia Mzito nataka poshedi. Ana maboys wangu pia. Ukikama mtaa ifai ukama na zile za uchampion kuomokea vijana. Juu ama boy ndio ataka mkutoa kwa noma. So ukikaa mtaani uselebi nafuna achia wapi? Tao. Nairobi. Ama sasa zile umeingia pale hiyo chomu ya City Mocha hapo roundabout. Hiyo celebi achia hapo hivi. Utachukua kufanya nini? Kirudi. Ama boy watambui celeb. Na ukikaa mtaani si ati ama boy wako naja na doza zako. Wako tuna haja like wanaku appreciate. That's why tikimi ma project zangu mob nufanyanga mtaa. Ni maboys wangu sana. Si ati kila mseu kama hapa mtaani ati ukicheki msame amekuita unacheki msanda kutoanisha. Kuna maboy wako na doa hapa kushinda hata kushinda kama celeb. Juu sasa maselebu wanaumia, wasanii wanaumia. Batama vijana waumii. Hapo vijana wanauza maji. Baadaye boy anapata so mbili yake. Wewe msanii umekaa pale kwa hao unaongoja event. Ndio huyu hapa kama mwana ashafunga. Amesema mpaka father. Father? Amesema mpaka father. Father notice. Ndio ifunguliwe. So tulikuwa kwa Jalango. Jalango alikuwa anafanya Jalango with money. So nilikuwa na dem fulani alikuwa anaitwa Kerubo. So Kerubo ndio alika mingi. Tulikuwa tunajiita Kisii All Star. Juu unajua alikuwa Mkisii. Alafu pia mimi ni Mkisii. Sasa tukasema acha tu represent wapi? Mtaa. So tulikuwa tunajiita Kisii All Star. So mimi kwenda Churchill nikaperform. Show yangu tulienda tukaambiwa nilienda nikaperform saa Churchill tukiwa na yeye. Tukaambiwa wakaita ile list ya watu 16. So vile show ilianza tukakatwa hatukuperform. Yeye aka lose hope. Akaenda mtaani. So next week mimi nikakam kama kawaida tu. Nikapatiwa show. Nikaua hiyo show. Nakumbuka mimi ndo nilikuwa upcoming kwa hiyo show mzima. Upcoming unachiki na perform na kina Eddie Butita wakina yani wakina Recommend wakina Maremo yake yani list iko hivi kubwa hadi unaogopa na wewe ndio upcoming peke yake. Alafu unajua ni after nani? Wewe ni after nilikuwa naingia after Smart Joker. Na sasa Smart Joker amewaka hivi hiyo time akaua show. Sasa mimi ndo naingia next. But God in nani? Niliua show. Niliua show mbaya sana. So hapo ndio nilipiga kama show 8 Churchill Sikamingi TV. So kuna day naulizwa na Victor Bera anauliza hapo nje mademu anasema aje? Nikamwambia mademu kivipi? Si umeanza unawapia TV? Nikamwambia mimi sijapia TV. So tukakuta mpaka huyo editor excuse yake ilikuwa ya upumbavu sana. Ati ucha alaja pia TV juu anajiita Kisii All Star. Kitu yenyewe anga mtu aniambie ni aje? Rudi stage sema MC niite jina nyingine ni air. So nika change jina from Kisii All Star. Sasa nikajiita Sergeant Nyakundi. Okay, what was the problem with the name? Kisii All Star, unajua nikiperform mimi peke yangu kwa stage Kisii All Star. Like All Star inakaa wase wengi. But sasa Kisii All Star mimi nakaa peke yangu. I make sense. So ndio nikakaa
nikakaa na hiyo ukakuja na hii jina Sergeant Nyakundi. Hiyo ni poa. Okay, so experience imekuwa fiti apart from right now unajua kuna corona, so sidhani shows ziko. Ulitoka ama ni corona by the way imefanya utulie? Unajua hauwezi toka Churchill. Churchill ndio buda yetu. Wewe unaweza kata buda yako? Hapana. Hauwezi kata buda yako. Ni kama sasa vile mimi niko hapa hivi. Mimi mtoi wangu anajuanga buda hajaika mtaani. But mimi mwenyewe najuanga noma nimepitia Kibira. That's why time mob mimi ushinda Kibira. Hapa ni home. So Churchill ni home. Wase uenda but at the end of the day wewe ni buda. Huwezi kata buda yako. Mimi hata sasa akiniita sasa hivi leo tuko na interview na nyinyi sasa hivi. Anaambia ni aje kuja kwa ofisi sasa hivi. Nitakuacha niishie. Ule ni buda. Siwezi toka Churchill. Hata waniambie toka ule ni buda. Kama si Churchill sasa hatungekuwa ama mtaa, hatungekuwa tunavaa hivi. Amongi kama ananijua. Yaani Churchill amefanya vitu mob zimefunga za wasanii. Yaani ule ni buda yani. Mawapea platform poa sana. Ile ni platform big. Si hata unajua mkienda place usikie Sergeant Nyakundi anakam, alafu usikie tuseme nani mtu kama Alfayo anakam. Wasata kama mshoji wa nani? Sergeant Nyakundi wa Churchill anakam. Si Alfayo wa mother in law anakam. Hawezi compare maprogi zingine na Churchill. Churchill ni progi moja big sana. Wow, hata wasona nilikuwa nataka nikataze wasee juu wasona nitanga ule boy wa Churchill. Hawezi. Hawezi ule boy wa Churchill. Ule boy wa Churchill. Visi boy wa Churchill. Churchill ako na watu wake. Lakini wewe ni boy wa Churchill. Churchill show. Ule boy wa Churchill show kitakatiaga sasa. Nafaa sema basi ule comedian wa Churchill. Lazima tu akuite hivyo. Hiyo nayo lazima. Ule boy wa Churchill. So tukianza kuroll na yeye tukianza kutembea tunasikia ule boy wa Eve. Sijaisikia wakita mtu hivyo sijaisikia. But mimi na appreciate pia job yako. At least tumesaidia upcoming manzee wametoka. Job na Duma manzee wewe na director wako hapo hivi. Mnafanya job moja big sana yani. Ni noma sana dem kama wewe kupata zile ma comments sio upata pale kwa mtandao na tukano guy. Hizo tunazizoea tu. Mimi utukanwa. Hiyo ni kawaida tu. Na tusi wangu kwanza pale inbox yangu ya Instagram mpaka msana anaingia ndani ananitukana. But tunacheki at the end of the day. Kai mnacheka ni ukweli. Yani unashindwa yani hiki mtu kimekaa tu chini kikaamua. Wacha niharibu bundle yangu tukana huyu jamaa. Kwanza kwa inbox. Na sijui mbona watu sisi wa Kisii. Mimi na Nyashinski guy. Sijui sisi ndo wasanii wa. Yani sijui ama juu sisi ni wa Kisii wajanja. Kila mtu imagine atukanwa. But tunafanya kazi poa. Alafu napenda vile director wako pia anakupiga ma support. Asante. Okay, nimeona mko na kalebo fulani hapa sielewi. Gwiji. Ushakuwa magwiji pia. Yaani unacheki hizo nyama sana watu sahi. Hizo ni fake. Yaani sisi tulikaa mna hiki tumina manoti. Hii ni ngoma tuliandika 2019. Ambapo imechelewa hivyo. After manoma yani hatukuwa hata na madoza kwenda studio yani. Manoma zimetushika hiyo time hatuna hata mado. Ndio tukaka mingi na idea ya Gwiji. So ni ngoma. Hii ni ngoma yetu inaitwa Gwiji na tunaishoot on Sunday. Itakuwa ngoma moja yani. Ngoma moja yani hatari yani. Mafans kama wanaweza fika pia wakava. Mafans wakama then. Wengine kwa page yetu pale T Entertainment 254. Juu bado pia mimi niko na entertainment yangu ya kusupport wasanii. Inaitwa T Entertainment 254. Una support wasanii kivipi kwa T Entertainment? So at least wasanii wa Kibera wasikie wasiseme hakuna support. Mimi siwezi danganya hapa Kibera na support group ya maboy wanaitwa Massive 8. Alafu juu studio yuko mtaani. Niko na studio 2. Kuna yenye nafungua sasa mtaani. Hapa Kibi. I think by next week itakuwa ishaisha. Hiyo studio cheki hapa mtaa. Unapata boy ni mkali sana. Kwanza hapa Kibera kuna talanta sana. Si ati useme kuna. Yani mimi nakwambia Kibera is not a slum. Kibera is home of talent. Yani mimi nakwambia hii Kibera yani ile kitu yenye tuna lack ni moja. Yani tuna lack resources na ile tu platform yani. Unacheki event mob zinaendanga Islando je nini? Hapa hivi Kibera tuko na wase wenyewe hawapendi wasanii. Yani hao wanapenda nini? Huko Islando MC wa Kibera haizi MC pale hivi. Lazima kwetu ni MC wapi? Islando.
ndiye ana MC pale hivi. Mimi nilienda mimi huitanga my event but before niingie lazima kwanza ule MC wa pale hivyo ndo anafanya nini? But mbona hapa hivi mtaa yetu tuko na MC wakali ama vijana tuko na wasanii wengi hapa hivi. Mbona ukijana asipate platform? Yeye ndiye MC wa kina Diamond akuja hapa mtaa. Wakina nini wamekuja mtaa, mbona uboy ndiye asite no nini? Ati lazima unitie wakina Shafi Weru ndio akuja kwa MC mtaa wangu. Haiwezi kuwa. So hiyo ndio vitu najaribu kuchange. Kuna studios ziko hapa mtaa but unapata hiyo studio ni 5k. Msanii mimi nilikuwa nakaa ghetto. Nilikuwa nalipanga nyumba yangu. Tulikuwa tunakaa mimi na bro. Nyumba yetu ilikuwa tao. But ungepata hiyo hao. Ungepata hiyo hao imetulemea for like 3 months. Hadi tunachujwa kwa hao. Juu ya nini? Tenga. So ukiambia msanii akupatie 7000 umrekodie audio bila video alafu kwanza bado usikumi ngoma yake. Sisi pale Entertainment ukikam kurekodi na sisi ngoma, kitu cha kwanza mimi nakupeleka ngoma yako sikiza tu na kutafutia interview na nasukuma job zako. Nikicheki bado yezi. Mimi niko na wasee wengi wakina Kodida ni maboy wangu, wakina Masterpiece au ni wasushinda studio yangu, wakina Jabidi. Tukiona noma sana. Wewe ni msanii unaanza hivi, Jabidi ni aje? Piga na kijana collab. Jabidi wakata ingi. Na hivyo ndo tunapush. Sasa na ndio kitu nimekaa mna hapa mtaani na dai ile style ya. Wacha studio kwa tao. Ukijana atakwenda mjengo hii wiki amepata hizo kama 2500 atatuletea punch. Hiyo punch ngoma yake kisha atulete tufanye nini? Tumpatie ngoma yake. Video unaambia msanii 25000. Huyu msanii si Wizkid. Huyu msanii hata viatu zake zenyewe hata si 2500 book. Amevaa kiatu dongapi? Tao. Na hiyo tao kwanza hata ameasho sija amechanga miezi ngapi. Unaambia ngoma 25k. Sisi tukianzisha program yetu hapa mtaa. Ngoma ni dongapi? Tao 3. Tunamshutia vida. Audio ni tao. Na bado pia tunamsukumia kwa masikiza tu. Nataka ni kama na vitu amazing sana hapa mtaa. Mpaka nataka nifungue kama ni online Saba TV. Maboys wanakuja unachiki kitu tunafanya hii like nataka pia boy moja akue ni wa mtaa ana doing hizi stuff. Unaona? Juu tuko na resources, tuko na kila kitu. But ni nani atakam through asaidie huyu kijana afanye hiyo stuff. Yeah. Ama boy wako na group yao. Tunamaliza je crime mtaa. Hatumalizi mtaa crime through kuwa vijana. Kuwa vijana haitaisaidia anything. Utamada huyu kijana hapa mtaa nikishinga hapa mtaa ulikuwa na mkanga asubuhi unapata vijana karibu 8 wamepigwa mandenga, wameangushwa wote, wamepigwa machuma. Sasa unashindwa huyu kijana amepigwa risasi jua nini? Reason ya huyu kijana kupigwa risasi ni gani? Ati amepiga look. Amepiga look. Mavijana wamekuwa kiuliwa mtaje huyu ufala. Huyu boy amepigwa nini? Azin vitu za ufala. Huyu boy amepigwa risasi jua nini? Ati huyu boy amepigwa risasi jua alikuwa anapiga timba. Huyu kijana anapiga timba labda ni timba yenyewe mzungu alimpatia. Ama boy amekuwa kichanganga ido like 4 months. Amepata timba yake safi. Juu amepiga tu look. Tisho hapa Toy Market, tisho kali. Ukiwa na uko na tisho kali. Toja yako tu unaenda kwa fundi mwingine hapa chini. Anakushonea toja na 500. Umepiga tu look yako safi. Umekaa mumomba mseka kama uchain. Ukipita hivi mashine unaona tena viongozi watu wanalaumua vijana na kuna support wanawapatia. Unaona? Kijana amepita hivyo ushampiga picha. Ushatumia makarau ashaiko kijana wanted. Kijana amepiga mtaa hivi ajui kitu inaendelea, ashashikwa, ashatochwa, amewekwa ndani, ajui noma gani. Tumeenda tumemtoa after 1 week. Unasikia ni aje? Tumepata boy City Mochari aliangushwa. Unaona? Madhu boy hata hizi tu ule boy Mochari. Inabidi tumepiga hapa disco matanga almost 1 month. Jua nini? Ule boy innocent alidedi jua nini? Hatuku through huyu kijana. Hatukumkam. Sasa unaona? Hawa vijana mimi nawafungulia, kuna project nawafungulia. Za choo. Hata sasa tena nyinyi mtacheki. Naenda kwa undizo choo na bafu. Watakuwa nalipishanga wasi at least every month. Wanapata kitu kufanya nini? Hiyo sasa hivyo ndio mimi naondoa crime mtaa. Kama ni msanii amepita hapa na ufa labda amechuna mse ufa. Ndio msanii aache kuchuna choni hizo maufa za waseni nini hizo. Akampa ile studio. Ana do.
chukua hii do. Wewe ile siku utapata do yangu, wewe record. Lakini siku utapata hiyo do, kuja uchukue ngoma yako. Nini? Tunakurecord free. But ukipata tao, kuja. Au utapata kijana anachuna anajua nini? Atajua sina tafuta do za kurecord, but nikienda pale studio yetu pale hivyo, nitapatiana au producer so 3 ani record, alafu nikipata 700 nitaleta baadaye. Utacheki ama vijana hawana hizo. Utapata maboi mtaa wako busy sana. Wako very kitu kingine pia nimaanisha hapa mtaa ni kupatiana madem is sanitary towels na mapanti. Hapa mtaa unapata dem less sana. Dem ako na 15 years but ako na watu wawili. Ni kitu notice pia sumeka geto kwa unajua. Yeah, I know. Dem ako na watu wawili na ako na 15 years. Simply because mama udem aiza afford dongapi? 50 bob. Ya kubai ile pad. So sisi tumekaa na yetu inaitwa pad bank. Yeah, manzana hiyo kitu tuliona jana, kuna dema alikamkunifulia jana. So ile amekamkunifulia, so ameanza kupigia story yake ile vitu anapitia. So nikamwambia Nyakundi, mimi msichana nifulie. Wacha tu nimpe hii pesa, nijifulie juu hiyo ni kama namlipisha. Manze nilipea tu hiyo pesa nikamwambia wewe ndio ushughulikie watoto. Nyakundi pia akamuongezea kitu kiasi, tukamfanyia shopping kiasi, akaenda zake. Manze wanapitia manini moba. Wanapitia unachiki mtaa usichukulie demo advantage juu madha yake ana kitu. Kuna makumba fulani hapa mabuda fulani wanafanya tu job huku hivi. Wanalipwa 20k per month. So kwa hiyo plot ndio kusema anabai TV ya 32 inch kwa hii plot hapa mtaa. Alafu akona kaufa kake ka 4500. Alafu anaweka volume 100. So juu madha huu dem anajuanga huu buda amekafunga sana. According to her huyo ndo amekafunga. Alafu huu buda pia naye pia hajaachwa nyuma. Akona carpet fulani ya manyoya hapo kwa hao yake. Zile za manyoya manzi. Sasa hapo ndo udem, akitu udem. Niaje, hebu kuja niende kitu fulani, mkate. Mimi nimegrow mkate najua. Mimi nimegrow mtaa najua. Shika hii 30 bob. Hiyo change inabaki chukua. Amepatia udem tao. Okay. Ameenda amemfanyia shopping ya kama 200. Anamwambia hiyo change chukua. Unataka kuniambia mtu ataka mingi hapo? Atakuwa anakuja kila day. Atajua ndio sosi wangu. Hapo ndio msana anapata ball. After kupata ball, bala madho mtu achukue responsibility mtu hii. Hata twende kwa chief tushtaki huyu mjinga huyu. Huyu madha anaogopa. Jua nini? Huyu buda akona do kiasi ile tu yake. Akona do. So huyu buda kama anapatia madha 500. Huyu madha anakanyagia story. After hapo hivyo, miezi kadhaa hivi huyu buda na ndio maana chikia watu wengi wa mtaa. Si kupenda kwa madem wako hivi like unapata watu wengi wako na masingo father. Mabuda zao wengi ni wale mabuda wenye walikuwa na salary ya 20k. Wakapatianga watu hiyo wanafanya nini? Wakaepanga. So tumekaa na hiyo staff initiative ya hiyo ya pad bank. Mimi manoti hiyo entertainment ni kitu sasa ya entertainment. Tuko tunapatia nanga pad. Tunafungua ofisi every month. Every month ule dem kama karibu kwenda periods anakam anapatiwa pad na anapatiwa nini hiyo panty. Utapata mtu hii hata kuwa na zile focus za kuenda staff kuweza kwenda kupewa do na mtu. Yeah, tuna plan pia kufungua machereani mtaani. Like hizo ni initiative na plan tu nifungulie au mademo wadogo machereani wanakama wanashona vitu hapo hivi. Tuna plan pia kurudisha magame mtaani sasa, football irudi poa. Tournament tulikuwa na event moja hii Sunday, event moja big sana but juu ya kamwana hatuieki. Unajua kamwana nani? Sasa kamwana hatuiye. Kamwana alisema hapana. Alisema hapana. But sasa after hapo hivi itakuwa nini? God atasaidia tu vitu zitakuwa poa. Yeah, nimesikia kidogo wewe 2022 utakuwa. Fanya sasa msisalimie kidogo bana. Tuko sawa, endeni mpaka gari hapo. Nakuja. Haya. Ni maboys wangu. Utakuwa kwa ballot. Yeah, na vai MCA hapa vile ni Saba Ward. Tumepatia ama buda hakuna kitu yenye umetusaidia nayo. Tumepatia wa mother pia kuna kitu umetusaidia nayo. Wacha tujaribu Saboy. Unajua nini? Pale hivyo manzee kama wewe ni Mkamba na wewe MCA ni Mkamba. Kama huko mvutia apatie Mluya basari.
apati. Hivyo ndio kuna kwenda hapa hivi kwa hivyo. Kama wewe ni mjaka na huko kama wewe ni msapere kwanza. Sasa kama kuna watu wanaumia hapa sana ni tribe mbili. Wachiki hao Waluya na Wasapere. Hao wapati wangi hizo basari juu. Hakuna leadership kama kwa hapo hivyo juu. So mimi nachukua hii staff juu nini? Kila mtu anakuwa equal. Juu mimi ni msanii. Na once mimi ni msanii, hakuna msanii abagwangi audience. Juu mimi sijuangi ni nani anawatchingi staff zangu YouTube. Sijui mimi. Sijui kama ni Wasapere wote watch. Sijui kama ni labda hata Wakisi wenzangu waonangi. But labda ni Wajaka wote wanachekingi. Juu mimi love yangu mob ni ya kila msee. Ni ya Wasapere. Ama huyu boy ni Mjaka, huyu ni Msapere, huyu ni Mkamba, huyu ni nini. Hakuna tribe yangu hapa bangi. Apart from mu cameraman. Huyu ndio wa nyumbani. Bata wengine wote tumekaa mna nyinyi huko hivi wote. Wasananita wote ni Wanubi, Horia, nini. Wana actually tribalism saizi imepitwa na wakati. Imepitwa na wakati. Hizo vitu zilikuwa zina happen kitambo sana. Manzejo, Mr. President Manzejo, huku nje tunateseka yani. Jana alisema nothing like lifting the curfew. Haina shida basi. Tufungulie tu kidogo. Unataka kwenda wapi? Wasanii sahi, sivyo? Wasanii sahi. Kama sahi kuna wasi wana go through vitu noma. Ni wasanii. Sahi wasanii sahi wana go depression moja hatari sana. Unajua ni from last year. From last year Manzejo. Mimi hadi sahi hata sahi microphone sahi sijui kushika. Sahi microphone sijui kushika sahi. Umesahau. Wala ni sasa walafu hata sahi nikirudi hata stage. Ndaka watu upcoming. But kuna kitu moja yenye mimi naambianga God. Manze God alileta hii corona. Yaani ndio wase wajue bila ule mdosi wako unaweza survive. Ni mimi napeananga. Sio mdosi wako anapeananga. Ni Mungu anapeananga. Sasa kuna wasanii wametokea wengi. Yaani through kitu Mungai ungekuwa unajua hivyo? Unajua hivyo? Sasa tungekuwa na tumeenda na vitu mob lakini hii kitu ilikam ndio Mungai afanye nini? Atokee. Through mimi hii corona ndio vitu zangu sasa zili open tu. Nikakuwa brand ambassador wa Teleafya. Nikapatiwa dopoa. After hapo hivyo mimi ninahusi hadi. Ninahusi Kitengele ndio Teleafya. Niko na house nyingine Bomet. Like mimi kitu naweza tu ambia wasanii ni ile. Hii corona ikisha. Manzejo tu invest. At least right now tunasikia kuna vaccine. We just hope haitakaa holi kama last year. Last year ilikuwa kugumu sana. Ama lakini mimi kuna kitu moja mimi na cheki. Ni kama Unya alisoma speech ya last year. Alisahau. Akakumbuka. Ya last year ilikuwa tunalock leo ilikuwa tumepewa ka period wewe. Alichapa kesho yake. Hiyo sio last. Sasa kitu imechange tu. Niyo ya saa 2. But ni kitu the same last year. Jua liban mpaka vitu mob. Ambapo mimi najua vitu zitakuwa poa. God atakam through. Vaccine itawaka. Vaccine is work through. God. Ni God ana work through. Hiyo kitu haitawaka. Like hiyo lazima tu sisi wote tujue kuna God. Vitu zina like kuna God na through God. Hii stuff itaisha tu. Mungu tu. Ni Mungu tu. Mungu ni yeye anajua. Mungu ni yeye chanzo na mwisho. Yeye ndio gwiji. Mungu sasa ndio gwiji. Gwiji. Okay. Gwiji. Miuro la magwiji. Hebu ngoja, mimi nimesikia ngoma mob zinaanza hivyo. Gani? Nimesikia ingine inasema miuro la magwiji. Sini yetu. Mbona nyinyi wote mna roll na magwiji? Sini yetu sasa. Mnaongelea nini pia mimi naongelea? Tunaongea kuhusu BBI. Unajua BBI? BBI. BBI hatujapitisha. Mbona? Bado corona imeleta shida. Wewe unavaa mask? Wewe unavaa mask? Ndio. Una sanitize? Umevaa mask au unakula mask? Juu mask kwa mdomo. Na leo umepitia wapi juu tunaona wewe umepitia hapa hali kuna chai ya majani. Sawa. Mtu mbili. Sawa. Imekunywa chai ya majani na kahawa. Nijua inafanya mtu akuone hivyo. Ani wasi wangu hapa. Najua hiyo chai inachemka. Poa sana mama. Ndio hiyo sasa. Poa sana. Sawa. Pia tunatumia ugali omena na sukuma kiazi. Sio sukuma mingi. Kidogo. Na kabichi hatukulangi. Kabichi tulikosania kwa shamba.
kuna wakati tulikuwa napalilia shamba cabbage, tukajikata mguu. Sawa, tuonane. Sawa, wasalimie. Bye. Okay guys, we've come to the end of our video. You subscribe, you like and you share. Na mfike hapo kwa Sergeant Nyakundi. Sasa mimi niko na channel yangu sasa ni ya T Entertainment Oh. Inaitwa T Entertainment. T. Letter T alafu dot entertainment 254. Yeah. Wase waende pale wa subscribe, Wa like alafu pia wa share. Yeah. Alafu Instagram pia ni T Entertainment 254 and then sasa kuna account yangu sasa Sergeant Nyakundi comedian. God bless sana. Kaboom. Till next time.